السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. Ndugu zangu Waislamu, kukusanyika kwetu hapa leo ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yoyote mwenye kudhania kwamba kupatikana kwake hapa katika wakati huu ni kwa sababu ya ujanja, uhodari aliyoko nao mwingi, basi yuakosea. Kwa sababu wako wengine ambao wako nje, wako wengine mabarabarani, wako wengine katika mabiashara na mashughuli yao. Hata wao walijiambia tutafanya bidii tuwe katika nyumba za Mwenyezi Mungu mapema, lakini Mwenyezi Mungu hajawawezesha. Ila mimi na wewe Allahu ametuwezesha. Hivyo tutatakikaniwa kila wakati tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, maisha ambayo twayaishi hivi sasa na maisha ya wale waliopita zamani na watakaokuja baadaye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kuyaweka sawasawa maisha haya kwa viumbe wowote wale. Yani haijawahi kutokea wakati ikawa viumbe wote walioko kwenye dunia maisha yao yalingana. Kama ni utajiri, dunia nzima ni matajiri, au kama ni umaskini, dunia nzima ni maskini. Haijawahi tokea jambo hilo. Mwenyezi Mungu huwafungulia wengine zaidi ya wengine, wengine akawaweka katika uwezo wa kati na kati, wengine wakawa wako chini. Hii ndiyo hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuanzia zama na zama mpaka kiyama kitakaposimama. Na haya tunayoyazungumza ndiyo ufupisho wa maelezo yaliyoko katika aya hii ipatikanayo katika suratul Isra. Mwenyezi Mungu aliposema inna rabbaka
yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir, hakika Mola wako amkunjulia riziki yule anayemtaka, ikawa riziki yake imekunjuka, riziki yake ni nyingi. Wa yaqdir, na humtilia dhiki katika riziki mtu mwingine. Ikawa kuna mtu fulani ukimwangalia hata akitembea akiokota vitu vilivyotupwa vitamtilia pesa, wewe ukipata vile vitiavyo pesa havikutilii pesa. Yeye akijaribu tu akibahatisha tayari noti zaingia, wewe wang'ang'ana mambo hayawi. Mwenyezi Mungu asema yeye ndiye anayemkunjulia riziki anayemtaka, na wengineo akaitia dhiki riziki yao. Na aya kama hii ziko nyingi katika Qur'ani, tumechukua hii moja ili tuweze kusonga mbele. Sasa wale wanaokunjuliwa katika riziki zao huwa wakimshukuru Mungu wakisema alhamdulillah, na wale waliotiliwa dhiki hata na wao pia wametakikaniwa wamshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu apate kuwafungulia. Wasubiri katika hali ile, Mwenyezi Mungu apate kuwalipa yaliyo mazuri. Sasa hapa ndio utapata kujua kwamba mwanadamu ni kiumbe cha ajabu sana. Tajua hapa kwenye masala ya riziki. Mwanadamu akinyimwa yualalamika na yuachoka ile hali ya kunyimwa. Mimi nitaishi katika umaskini mpaka lini? Mimi nimechoka. Anachoka ule umaskini. Na lao Mwenyezi Mungu atamfungulia amiminie, pia hufika mahali akauchoka ule utajiri. Ikawa yasema wallahi tena tamani siku moja niamke na mimi nipitie maisha yale ya watu wa kawaida. Yaani siku moja ukamwona mtu na utajiri wake ameamka amepanda bodaboda. Washangaa fulani leo mpanda bodaboda, mara akifika barabarani pale ampanda matatu. Wewe mwenye magari makubwa makubwa kunani? Mechoka bana mimi kupanda ile magari makubwa. Mechoka kila wakati dereva nipeleke huku, niingie supermarket hini. Ani leo kidogo nimeona niingie katika hali za kawaida. Uchoka. Yani Mwenyezi Mungu amweka mtu mahali, mtu ule yachoka. Mwenyezi Mungu amnyanyua, ampa uwezo, yachoka. Hii ndiyo hali ambayo yashangaza katika mwanadamu. Ndio maana wakasema mwanadamu aweza akapewa neema na Allah, na zile neema asizioni chochote mpaka siku akizikosa. Ndio akakumbuka kumbe mimi Mwenyezi Mungu alikuwa amenipa neema nyingi lakini nilikuwa sioni. Bali yaweza ikamfikishia hali hiyo ya kutoona neema za Allah, yaweza ikamfikishia katika hili tulisemalo la kuchoka katika zile neema alizopewa. Na sisi leo tuko katika maudhu haya, hatari ya kuzichoka neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatari ya kuzichoka hii neema, hizi neema ni hatari zipi? Sasa mtu Mwenyezi Mungu amempa, lakini haoni lolote zile neema za Mwenyezi Mungu alizopewa. Aona ni kawaida, aona kama ambaye ilikuwa ni lazima Mungu ampe yeye. So yuaona ni simple, hakuna neema umenipa, ilikuwa ni must unipe. Kivipi ilikuwa usinipe? Hiyo yampeleka aweza fikia mahala akachoka katika zile neema za Mwenyezi Mungu, akaona kwa nini nisingelipewa kitu chengine? Akataka kutest kitu chengine ambacho Mwenyezi Mungu hakumpa kitu hicho, akataka kukiingia. Siku akizikosa zile neema, sasa ndio majuto yakamwanza. Na hili katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ametupigia mifano ya watu ambao yeye Allah aliwapatia neema nyingi, lakini wakazikufuru neema za Allah, hawakuziona lolote, wakazichoka. Mwenyezi Mungu akawapa aliyowapa. Mfano wa kwanza ni mfano wa Bani Israila, ambao mfano huu Mwenyezi Mungu ameutaja katika suratul Baqara aya 57, akaurejelea kuutaja katika suratul A'raf
aya ya 160, akarejelea tena kutaja katika sura Taha aya ya 80. Kwa hiyo ni kitu Mwenyezi Mungu amekitaja mara kadhaa katika Qur'an. Katika suratul Baqara Mwenyezi Mungu aelezea kuhusu neema alizowapatia wale Bani Israila. Mwenyezi Mungu asema hivi: wadhallalna alaikumul ghamama, nyinyi Bani Israila kumbukeni wakati tulipowafunika na kivuli, yani kiwingu. Kuna kiwingu kikawa chafunika wale Bani Israila. Wanasema wanazuoni walipokuwa katika ile miaka ya Atiha, kupigwa na tetea, hawajui wanapokwenda. Baada ya kuvuka bahari, Firauni akaangamizwa huko nyuma, yakatokea huko mbele alotokea, wakaamrishwa waingie kwenye mji, wakaleta ushindani. Mwenyezi Mungu akawapiga na kibati cha Atiha, watembea watafuta mji wa kukaa, hawapati mji. Walitembea kwa muda mrefu sana, kwa miaka kadhaa. Sasa katika wakati huo Mwenyezi Mungu akumbusha, wadhallalna alaikumul ghamama, tuliwafunika na kiwingu. Kiwingu kilikuwa kikitembea juu yao namna hii, wao chini huku watembea, kiwingu nacho chawafunika. Neema kubwa iliyoje hiyo! Lakini haitoshi, Mwenyezi Mungu anaendelea kusema, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, tuliwateremshia nyinyi Bani Israila kutoka peponi almanna wassalwa, ambapo ni katika sampuli ya vyakula vitokavyo peponi. Hawa watu Mwenyezi Mungu amewateremshia kiwingu, wakitembea chawafunika. Ongezea vyakula wanavyokula, wanakula vyakula kutoka wapi? Peponi, ambavyo ni almanna wassalwa. Ni neema kubwa, si neema kubwa hizo? Ni neema kubwa sana. Kisha Mwenyezi Mungu akawaambia, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vitu vizuri tulivyowaruzuku, ambazo ni hizo almanna wassalwa. Wama dhalamuna, Mungu asema hawakutudhulumu sisi, walakin kanu anfusahum yadhlimun, walikuwa wakijidhulumu wao wenyewe, hao Bani Israila. Toka katika aya 57 hii tuloisoma, songa mbele kidogo, fika aya ya 61, hapo hapo suratul Baqara. Mwenyezi Mungu asema, aelezea hao watu bado, wa idh qultum ya Musa, kumbukeni nyinyi Bani Israila muliposema, Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, tumechoka kuvumilia chakula kimoja. Kuzichoka neema za Allah. Wanateremshiwa chakula kutoka peponi, wakamwambia Nabii Musa, tumechoka kuvumilia chakula kimoja. Chakula kimoja wamaanisha chakula gani? Almanna wassalwa, kile wateremshiwa kutoka peponi. Wamwambia Musa, tumechoka sisi, kweli ni neema lakini tumeichoka. Haya, mwatakaje? Wakamwambia, fad'u lana rabbak, tuombee dua kwa Mola wako, yukhrij lana, atutolee katika ardhi, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh, atutolee vyakula vitokavyo ardhini. Vyakula gani? Wakavitaja kabisa, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tunataka kutoke mboga mboga hivi, dengu, kutoke vitu kama vitunguu. Sisi tunataka vitu vya ardhini, tumechoka na neema hiyo, kwamba tuletwa vitu vya peponi tususi kila siku. Wakachoka kabisa. Mpaka Nabii Musa akauliza, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ni wazima ni? Mwataka kubadilishiwa, mupewe kitu duni cha chini, mwakiacha kitu kitukufu bora? Mwataka mpewe vyakula vitokavyo ardhini, vitunguu, sijui mboga, mwacha almanna wassalwa itokayo peponi? Nyinyi mko sawa? Haya, kama mwataka hivyo, ihbitu misran, nendeni Misri, fa inna lakum ma sa'altum, huko munavyovitaka mtavipata. Qur'ani yasema, wa dhuribat alayhimu dhillatu wal maskana, Mwenyezi Mungu akawapiga kibati cha udhalilifu na umaskini. Chanzo, Mungu amewapa neema, ateremshia chakula kutoka peponi, wakachoka. Wakamwambia Nabii Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Hii ndio hatari hii ya mtu Mwenyezi Mungu yamjalia neema,
yeye akazichoka zile neema ambazo Mwenyezi Mungu yamjalia nazo. Ndio sehemu nyingine katika Qur'ani Mwenyezi Mungu akatuambia, dhalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kubadilisha neema alizowaneemesha watu mpaka wao wenyewe wabadilishe ile hali waliokuwa nayo. Mungu akikupa neema hakuondolei, wewe mwenyewe mambo yako utakaoyafanya ndio atasababisha ziondoshwe wewe mwenyewe. Sasa hao wamepewa neema vyakula kutoka peponi, nani alobadilisha? Si ni wao wenyewe. Wakamwambia Nabii Musa, tumechoka sisi kusubiri chakula kimoja, nendeni mtapata mtakacho. Wakapigwa kibati cha udhalilifu na umaskini, wabau bighadhabin min Allah, na Mwenyezi Mungu akawakasirikia watu kama hawa ambao ni Bani Israila. Huu ni mfano wa kwanza wa watu waliopewa neema na Allah wakazichoka neema za Allah. Lakini huu tuongezee na mfano wa pili. Nenda katika suratu Saba, anza kusoma kuanzia aya ya 15 nenda takriban mpaka 19. Mwenyezi Mungu aelezea habari ya watu fulani waliopita zamani, waliokuwa wakiishi katika mji uliokuwa ukijulikana kwa jina la Saba, ambao mji huo wapatikaniwa katika nchi ya Yaman. Mwenyezi Mungu aelezea hawa watu namna alivyowaneemesha, ni ajabu. Mwenyezi Mungu asema hivi, laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, kwa hakika pale Saba, pale katika hayo makazi yao wao wanaokaa, kulikuwa na muujiza sana pale mahali. Mwenyezi Mungu ndo anaeleza muujiza gani, aya gani? Asema jannatani an yaminin wa shimal, tuliwajaalia mabustani mawili kuliani na kushotoni. Yani wao wako hapa katikati, katika mji wao wanaoketi jangwa lao, upande wa kulia kuna bustani, upande wa kushoto kuna bustani. Mwenyezi Mungu amewajalia mabustani mawili. Haya mabustani haya Allah atayasifu mbele yako vipi? Mwenyezi Mungu alipowapa mabustani mawili kulia na kushoto akawaambia, kulu min rizqi rabbikum, kuleni riziki ya Mola wenu. Hayo mavyakula yanayopatikaniwa kwenye mabustani kuleni tu nyinyi. Baada ya kula washukuru lahu, mshukuruni Mungu neema hiyo, kuleni lakini mumshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, mji mzuri. Mwenyezi Mungu ameusifu mji mzuri na Mola mwingi wa kusamehe. Baldatun tayyiba, nenda kasome wanazuoni katika kuelezea tayyiba ulikuwa ni mji uko vipi. Nenda ukasome, baadhi wamefikia kusema huu mji ulikuwa hauna mbu, huo mji ulikuwa hauna nzi, huo mji ulikuwa hauna viroboto, huo mji ulikuwa hauna nge, hauna nyoka. Na lau ikatokea mgeni yuwapita kwenye mji huo na ikawa kwenye nguo yake kuna chawa au kuna kiroboto, huo mji namna ulivyo na hewa nzuri, namna ulivyo na harufu nzuri, akipita wale viroboto ama walioko kwenye mwili na nguo zake hufa wenyewe. Mji ulikuwa mzuri kiasi gani? Neema iliyoje hiyo! Hawa wadudu ndio wadudu watukerao, sio? Mara kunguni, mara kadhaa, ndio wadudu ambao hufanya watu wakatoroka mpaka majumba. Leo Mwenyezi Mungu ameondosha vya kukera katika mji wenu, amewajalia mabustani huku na huku. Hawa watu badala wamshukuru Mungu aliyewapa na akawaambia shukuruni, Qur'ani yasema fa'aradu, wao wakatoa nyongo, hawakumshukuru Mungu. Neema zote hizi hawakushukuru. Mwenyezi Mungu akawafanya nini? Asema fa arsalna alaihim sailal arim, tukawatumia sailul arim. Sailul arim ni ile kama sampuli ya ukuta unaokuja kuzuia maji yasiende. Mwenyezi Mungu yale mabustani yao akaleta kama namna fulani ya kuzuia kwamba kusiende tena kitu, kusije tena maji wala kusikue chochote. Mabustani yakaharibika, mabustani yakafa, yakaoza, hakuna tena kitu kitamea hapo.
Baada ya hapo Mwenyezi Mungu asema wabadalnahum bijannatayhim jannatain, hayo mabustani mawili tulowapa yalipokufa tukawapa mengine mawili. Hasikiza hao mawili, dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, tukawaekea mabustani mawili ina miti michungu, miti ambayo ina miba, mikunazi, ikawa raha hakuna tena. Mwanzo walikuwa kwenye neema wakazikosa. Hawa watu hawa, aya bado zaendelea kusema hivi, waja'alna bainahum wa baina alqura allati barakna fiha quran dhahira. Hawa watu kulikuwa na miji mingine huko kando ambapo ni sehemu za Sham, ilikuwa kuanzia wao mpaka miji ile wanakwenda wakifanya biashara. Mwenyezi Mungu asema ilikuwa kuna vijiji hapo katikati vidogo vidogo, yani kutoka kwao hadi kule sehemu za Sham kufanya biashara, kuna vijiji vidogo vidogo hapo pa kuunganisha mji huu hadi mji ule, ambapo Mwenyezi Mungu aliwajalia hawa watu wakitaka kutoka kijiji chao waende kijiji cha kule kufanya biashara, safari inakuwa ya siku moja tu. Haina haja njiani ubebe chakula cha kwamba hichi nitakula njiani, nikitoka hapa nitalala mahali fulani then kesho ndo niamke nimalizie mwendo. La, wao wakitoka hapa wanakwenda, Mwenyezi Mungu asema waqaddarna fiha sayr, mwendo pia tuliukadiria. Watoka hapa usubuhi na utalalia ule mji mwingine kule kwenye biashara zako, haupati tabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia siru fiha layali wa ayaman aminin, tembeeni bwana salama amani, sio na wasiwasi. Watoka hapa watembea mpaka wafika kule, hii ni karibu. Watoka hapa walalia kule, watoka hapa neema hiyo pia wakaichoka. Wakamwambia Mwenyezi Mungu, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, ya rabbi tukitoka hapa pale mbona tufika haraka, ungepafanya mbali kidogo, at least watu tukitoka tuweze kutumia mifarasi tuende mwendo mrefu, tulale njiani nini. Watoka hapa leo usiku uko kule, tumechoka. Wakachoka neema za Mwenyezi Mungu. Lengo lao la kumwambia Mwenyezi Mungu angekuweka mbali ni kwa sababu maskini wateseke kwenda, maskini wapate tabu kufika, gharama za safari ziwashinde, wao matajiri peke yao waziweze. Ya Rabbi ungejalia kwa mbali bana, sisi tuko vizuri tunaweza kufika hata kwa mbali. Kuna wale maskini kule tojua wale hawatofika. Wakazichoka neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema famazzaqnahum kulla mumazzaq, tukawafarakanisha hawa watu mfarakanisho wa ajabu, wakawa hawajielewi hawajipati. Hii ni mifano miwili katika Qur'ani inayotuonesha watu ambao Mwenyezi Mungu aliwapa neema wakachoka neema zile. Baada ya kuchoka kilichotokea, Mwenyezi Mungu aliwabadilishia akawapatia mabaya, yale mazuri akayaondoa. Na hii ndiyo hali ndugu zangu ambayo yapatikaniwa kwa baadhi yetu sisi Waislamu. Umone mtu kila kiketi yualalamika, mimi sina bana, mimi sijapata. Michango ikitakikaniwa yeye hana siku zote. Kukiulizwa kitu siku zote yeye kiufupi ni yule aliyadu sufla, yeye ni mkono wa chini, yeye ni apewe siku zote. Haitokei siku mkono wake ukawa juu akapeana, yeye kila siku ni apewe. Yeye kila kiketi bana, mimi nimechoka bana katika maisha Allah ite. Kila siku bana vile vile. Wako watu katika sisi ndio hali yao, kila siku wanalala katika neema, wanaamka katika neema. Macho mawili yaona, masikio yasikia, miguu yatembea, wanapumua vizuri, wanakula, wanasikia ladha ya chakula, maji wanakunwa, si wagonjwa, hawajalazwa hospitalini, hawajavunjika popote, hawana kilema chochote. Lakini wamsikia mtu kila siku yeye alalamika tu kwamba mimi nimechoka. Hizi neema za Allah wewe umezichoka. Kwa nini wazichoka neema za Mwenyezi Mungu? Siku mkono ukiondoka sasa, kuntokea la kutokea mkono ukakatwa, ndio kumbe ule mkono miko nao ilikuwa neema kubwa sana ile. Siku macho wapi ameenda, ndio kumbe bwana macho ilikuwa yatambua hapo
huko nyuma Mwenyezi Mungu amempa, haoni kuwa ni lolote. Siku akikosa sasa ndio anaanza kutambua kwamba kumbe mimi Mwenyezi Mungu alikuwa amenipatia mambo makubwa sana. Wako watu wako namna hii. Watu hawa ndio wale ambao Mtume aliwafundisha, ukitaka kujua Mungu amekupa neema, usimwangalia loko juu, mwangalia ambaye yuko wapi, yuko chini, utajua Mwenyezi Mungu wewe ankuneemesha. Katika hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema undhuru ila man huwa asfala minkum, mtizameni mtu ambaye yuko chini yenu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, usimwangalie mtu yuko juu yako. Ukitaka kujua Mungu amekupa, keti kwa makini, utulie, kisha utatambua kuna watu ambao wako chini yako, hawataki makubwa, wanatamani wangefika pale ulipofika wewe. Basi kiwao washatoboa, hawataki mamilioni wala nini. Wao wakifikia ulipofikia wewe, kiwao washatoboa, hawataki tena kitu kingine. Ukitizama waloko chini, hapo ndo utajua Mungu amekuneemesha. Ukitizama waloko juu, utazidharau neema Mungu alizokupa wewe. Wewe siku zote watizama watu wenye maisha ya kifahari, wenye sijui magari, wenye kumiliki mashamba makubwa, wenye nini, kisha ukijiangalia wewe wajiona wewe huna lolote. Hapo ndipo unapokosea. Hapo ndipo unapokosea. Lau ungelikuwa watizama walioko chini, ungelijijua wewe uko juu. Mtume alipotufundisha haya ni kwa sababu kuna watu watadharau neema za Mungu kwao, watachoka na ilhali Mwenyezi Mungu watu hao amewaneemesha. Ndugu zangu, sisi tunachotakikaniwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati katika neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Itoshe tu kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia sisi ni Waislamu. Wewe wajua kuwa Muislamu Mwenyezi Mungu amekuokoa na adhabu ya moto kiasi gani? Ile kwamba wewe ni Muislamu, umesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wewe wafikiri umeepushwa na moto ambao uko vipi? Sisi wajibu wetu kila wakati tumshukuru Mungu, tuseme alhamdulillah. Na ndio maana masahaba wa Mtume katika kueleza kama alipopokea al-Imam Tirmidhi, wamesema Mtume alikuwa akitufundisha tuwe tukisema alhamdulillahi ala kulli hal. Wajua maana ya ala kulli hal? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Wajua maana ala kulli hal? Keti ufikirie siku moja, kwa nini nikisema alhamdulillah sikomei hapo, naendelea ala kulli hal? Kwa sababu ala kulli hal yamaanisha ikiwa mambo ya kufurahisha wamshukuru Mungu, hali haikufurahishi washukuru. Mambo sasa mabaya wewe alhamdulillah, mambo hayaendi wewe, ndio maana ya alhamdulillahi ala kulli hal. Ndio tunavyotakania Waislamu tuseme. Mtume ametufundisha, bali ametufundisha Mtume katika riwaya fulani kwamba mtu aweza kusema ahmaduka Allah, na kushukuru ewe Mwenyezi Mungu, ama ahmadullah ilaik. Mtu aweza kusema namna hiyo. Katika hadithi fulani Mtume aliyomuuliza mtu umeamkaje, kaifa asbahta ya fulan, yule mtu akamwambia Mtume ahmadullah ilaika ya Rasulullah, nimeamka namshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wewe ewe Mtume, mimi niko vizuri. Yani yashukuru katika ile hali. Mtume akamwambia hivi, dhalika alladhi aradtu mink, hicho ndicho nilokuwa nataka useme, nataka umshukuru Mungu. Usikae ukaona hujapewa, wakati wewe subuhi umekula na mchana biidhnillah utakula, na ikiwezekana usiku utakula. Wataka nini tena? Haujui kuwa kuna watu huo mlo mmoja wa utafuta, kuna watu wang'ang'ana na bado haiendi. Wewe wala tena wala unachokitaka wala unachochagua, ile menu ulioipanga ndio utakayoila, na ukikosa leo utaila kesho. Kwa nini humshukuru Allah mahali alipokuweka? Wavaa nguo hazina viraka, nguo zako wazinyosha pasi, haufungiwi nyumba, waishi vizuri, wanao wasoma, wewe mwenyewe ukilala wapata usingizi. Kwa nini humshukuru Allah wewe? Mbona kila ukiketi wazichoka neema za Mwenyezi Mungu alizokupa? Ilikuwa wataka upewe nini? Ilikuwa wataka Mwenyezi Mungu akujalieje ndio umshukuru?
Ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati, tuseme alhamdulillahi ala kulli hal. Ndugu zangu Waislamu, mmoja katika waja wema amepokea akisema, mimi katika tabia yangu sina tabia ya kuchoka kitu. Akasema, la amallu thawbi ma wasi'ani, nguo yangu ninaoivaa sina tabia ya kuichoka maadamu bado yanitosha. Hutofikia siku sikia nasema nguo mimi nimeichoka. Asema la, tabia ya kuchoka vitu ni miongoni mwa tabia mbaya. Asema siichoki nguo maadamu nguo yanitosha. Wala amallu zawjati ma ahsanat ashrati, simchoki mke wangu maadamu yuishi vizuri na mimi. Sisemi namchoka yule mke, maadamu yuishi vizuri simchoki. Asema wala amallu dabbati ma hamalatni, simchoki mnyama wangu maadamu bado ana nguvu zake yonibeba. Innal malala min sayyi'il akhlaq, tabia ya kuchoka neema za Allah ni tabia mbaya. Mungu yakupa wachoka, Mungu yakupa wachoka. Ndugu zangu Waislamu, tuikamilishe hutuba yetu ya leo. Kuna baadhi ya sampuli zipatikanazo kwetu za kuzichoka neema za Allah, na huenda ikawa wewe hujawahi kuzifikiria kwamba kumbe hivi ni kuzichoka neema za Mungu alizonipa. Kwa mfano, sisi mabarobaro, kazi ikiwa hakuna twang'ang'ana, lakini mabiashara pia hayakubali, mambo hayakai vizuri. Tunataka kuoa lakini hakuoleki, pesa na uwezo hatuna. Tunafikia mahali tukachoka maisha, kama ambavyo leo utasikia wengi katika vijana huu msemo wakiutumia, mimi nishachoka, usicheze na mimi nimechoka. Msemo sote tunajua wamechoka. Wamechoka nini? Wameachoka maisha. Wakati Mwenyezi Mungu wao wanaodai wameachoka maisha, Mwenyezi Mungu amewapa neema nyingi, lakini hawazioni zile neema. Wanatizama watu ambao wako juu, halafu wao wanajiona hawajapewa kitu. Ndio wanafikia kusema mimi nimefanya nini? Nimechoka. Hali hii ya kumsikia mtu asema mimi nimechoka, yaweza ikamfikishia ikawa yuko tayari kufa, kwa sababu yeye tayari amefanya nini? Amechoka. So mimi hata nikifa sina shida. Wewe ambaye hujachoka, wewe ndio mwenye shida. Ikamuingiza mtu katika mambo ya haramu, kama ni uizi, kama ni ujambazi, kwa kisingizio cha mimi nimechoka. Kuna watu leo hii Mwenyezi Mungu amewajalia wazazi wao, wazazi wake wako hai, wamemlea kwa tabu kuanzia udogoni, wakamtabikia kusoma, kumtibu, kumlea. Alipokuwa mkubwa ameanza kujitegemea, wazazi kumuuliza kidogo, kumuomba, amewachoka wazazi wake. Hawafi wako tu kila siku, amechoka bana. Kwanza huyu baba anaponisumbua, mama mimi nimewachoka wazazi wangu wawili. Mwenyezi Mungu amempa neema ya wazazi ambao Mtume amesema mtu atakayewapata wazazi wawili wako hai au mmoja wao, kisha haikuwa sababu ya yeye kuingia peponi kwa wale wazazi wake, Mtume akasema akae mbali mtu huyo na rehema za Allah. Ikawa Jibrili yasema, Mtume yuitikia amin. Jibrili yasema, Mtume yuitikia amin. Aliyewapata wazazi wako hai wote wawili au mmoja wao, kisha haikuwa sababu ya kuingia peponi, huyu akae mbali na rehema za Allah. Jibril ndio yaomba dua hiyo, Mtume ndio anaitikia nini? Amin. Mtu amepata neema hiyo ya wazazi, hawachoka bwana. Hawafi, hawaniondokei, mkapumua. Na ndio maana leo kumefunguliwa nyumba za wazee. Tunayo Chuda pale, nyumba ya wazee. Hao wazee wapelekwao, familia zao ziko, lakini zimewachoka, haziwataki. Watu watamani mzazi wangu angelikuweko. Watu wakila wakiwakumbuka wazazi wao machozi yawatoka. Wewe mzazi wako ampeleka nyumba za watu wazima, mzazi wako amtupa. Yule mtoto mmoja akamchukua mzazi wake akaenda naye baharini, kisha akamweka, akamwambia nisubiri naja, alafu akampa na karatasi namna hii. Mzazi mtu mzima. Kuna mtu hapo baharini yatembea, ameona ule mzazi ameketi kwenye kiti muda mrefu,
lakini okay, haya ni husu yuangalia shughuli zake, lakini mbona bado yuko yuangalia shughuli zake? Mbona mzazi mwisho akaona jioni ingia tena hii tena kumuuliza wasubiri nini hapa? Mzazi akamwambia namsubiri mwanangu, ameondoka kidogo kwenda shughuli zake, atakuja kunichukua. Atakuja kuchukua? Atakuja. Haya bwana, afanya shughuli zake time, lakini zamalizika kwa kuingia giza. Yuaja kweli? Yuaja. Hebu hiyo karatasi bwana, akiangalia karatasi imeandikwa, ewe utakayempata huyu mzazi mpeleke katika nyumba ya wazee. Mtoto ajua nikimpeleka mimi kule naweza nikaambiwa mbona umemleta, rudi naye. Kwa hiyo wewe ukimpeleka utasema si mzazi wako, umemokota tu mahali, jamaa itabidi wampokee wakae naye. Yeye amemchoka, amtaki tena ule mzazi. Mwenyezi Mungu yakupa neema, waichoka neema ya Allah. Leo kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa ilmu, ni maustadhi na ni mashekhe, walikuwa wakisomesha wanafunzi madrasa. Ghafla waja kukutana na mtu amepiga manguo yake ya kawaida na nini, asomeshi tena, ameona katika mambo mengine. Vipi siku hizi madrasa? Akwambia tunchoka bana, kila siku kushika choki, kila siku kusomesha watoto, kupigezana kelele na watoto, siji alif be nini, qala Rasulullah sallallahu, tumechoka bana kidogo. Sasa inaangalia mambo mengine, sasa inafanya biashara, fikra zake akisema fanya biashara, yani anjinua katika mawazo yake, yani wayahsabuna annahum ala shay'in, akisema mechoka kusomesha mimi, sasa hii nafanya shughuli zangu, niko katika yona pale. Amesema jambo, Mwenyezi Mungu amekupa neema wewe. Al-ulama warathatul anbiya, wanazuoni ndio wenye kuwarithi manabii. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mtu bora ni wewe uliyejifundisha Qur'an ukaketi kuwafundisha watu. Umechoka neema hiyo Mwenyezi Mungu alokupa. Wako watu wako katika mwenendo huo, kama ambavyo wako wengine ambao walikuwa wakifanya mambo ya kheri, achimba visima pale, sijui yasaidia mayatima pale yatoa sadaka pale, kuna kigurupu cha watoto yasomesha, kuna kimradi amewaanzishia vijana wa pale wajikwamue katika maisha. Lakini kwa sababu tu fulani akakosana na kigurupu fulani pale, amechoka, mimi siwezi kuwafanyia tena, akaanza kujiweka nyuma. Sasa mbona hufanyi tena siku hizi? Ulikuwa ukisaidia jamii, ulikuwa ukifanya mazuri hana yale. Tunchoka bana, tunchoka. Sasa tuangalia mambo mengine. Wewe wachoka kufanya mambo ya kheri, wachoka kufanya mambo mazuri. Hapa ndo utajua ziko sampuli nyingi za mtu kuzichoka neema za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hatari iliyoko ni kwamba unapozichoka Mwenyezi Mungu hukuondolea, wewe huzitaki, wewe huna haja nazo, Mwenyezi Mungu akaziondoa ukawa huna tena. Kwa nini? Kwa sababu alipokupatia neema zile wewe ulikuwa ukiona sio lolote, sio chochote. Ndugu zangu Waislamu, kama kuna mfano mzuri wa kuigwa, basi tumwige ni Nabii Suleiman alayhi salatu wassalam. Nabii Suleiman sote twajua alipopita katika ile sehemu ya wale chungu, akamsikia wale chungu akizungumza, si ndio hivyo? Chungu akamwambia wenzake, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mchungu wenzangu, rudini majumbani mwenu mwingie. Suleimani asijakanyaga akawavunja maskini, atajui kwa yovunja chungu yeye. Jificheni. Suleiman akasikia yale maneno, na hiyo ni neema kubwa sana, kwamba wewe wasikia mpaka wadudu wakizungumza. Ni neema ama si neema? Neema kubwa sana. Nabii Suleiman nini alikifanya? Mwenyezi Mungu yaeleza, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabii Suleiman alipomsikia ule chungu akisema, alitabasamu, akafurahi. Mwenyezi Mungu hapa, watu wote hawa hawajui lolote kinachoendelea, peke yangu ndio nawasikia chungu akiongea. Alifanya nini? Qur'ani yasema waqala, hapo alisema, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mola, niwezeshe kuzishukuru neema ulizonineemesha nazo. Hakujisahau kwamba paka chungu unawasikia sallallahu la, ya rabbi niwezeshe kukushukuru, kwa sababu ukipewa neema basi wewe utakana ufanye nini? Umshukuru Mwenyezi Mungu katika zile neema alizokujalia, wala sio
kukufuru na kuzichoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia ule sahaba wake Muadh ibn Jabal, akamwambia Muadh, kila unapomaliza swala usiache kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mola niwezeshe, Allahumma a'inni, niwezeshe, ala dhikrik, nikutaje, wa shukrik, nikushukuru. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, nikuabudu vizuri. Niwezeshe katika kuomba kuwezeshwa. Kila ukimaliza swala waomba Mwenyezi Mungu akuwezeshe kufanya nini? Kumshukuru, kwa sababu hizi neema Mwenyezi Mungu anazotujalia, wajibu wetu ni kuzishukuru, wala sio kuchoka na kuanza kulalamika na kuona hatujajaliwa kitu chochote. Ndugu zangu Waislamu, mazungumzo bado ni marefu, lakini hapa tulipofikia tuyasimamishe kwa leo. Mwenyezi Mungu ajalie neema alizotupatia tuzione. Mwenyezi Mungu ajalie neema alizotupatia tumshukuru nazo. Mwenyezi Mungu ajalie neema alizotupatia tusizichoke. Mwenyezi Mungu ajalie neema alizotupatia tuwe kila wakati tukisema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.